Bwana analiambia kanisa litapitia ziki siku 10. Maana yake ni makaisari 10 watakao litesa kanisa kwa dhiki na tabu na vifo vya kila aina. Kaisari wa kwanza ukurasa wa 15 anaitwa Domitiani. Huyu kaisari alikuwepo mwaka 81 mpaka mwaka 96 BK. Kaisari wa pili aliitwa Trajan, alikuwepo mwaka 98 mpaka mwaka 117 BK. Kaisari wa tatu aliitwa Adriani, alikuwepo mwaka 117 mpaka mwaka 138. Kaisari wa nne aliitwa Antonius Pius, alikuwepo mwaka 138 mpaka mwaka 161. Kaisari wa tano aliitwa Marcus Aurelius, alikuwepo mwaka 161 mpaka mwaka 180. Kaisari wa sita aliitwa Septimus Severinus, alikuwepo mwaka 193 mpaka mwaka 211. Kaisari wa saba alikuwa anaitwa Maximinius Tirax, alikuwepo mwaka 235 mpaka mwaka 238. Kaisari wa nane aliitwa Decius, alikuwepo mwaka 244 mpaka mwaka 251. Kaisari wa tisa aliitwa Valerian, alikuwepo mwaka 253 mpaka mwaka 260. Kaisari wa 10 aliitwa Diocletian, alikuwepo mwaka 284 mpaka mwaka 305. Ama kaisari hawa asili yao ni Italia ama Roma. Kumbuka kipindi hiki sasa kanisa la Bwana limeanza Yerusalemu. Maana yake wanafunzi wa kwanza walikuwa ni 120 ambao walijazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Kwa habari ya historia, kumbuka Yesu wakati anazaliwa, alizaliwa kipindi cha utawala wa Roman Empire ama utawala wa Warumi. Israeli ilikuwa inatawaliwa na Warumi. Kwa ni vizuri ukaelewa, usije ukafikiria Ukristo ulikuwepo kabla ya Kristo. Ukristo umekuwepo baada ya Kristo. Kwa hawa mwaka wa 33 Yesu wakati amekufa sasa, na Yesu amefufuka anakwenda mbinguni, akaliacha kanisa likaanza linaitwa kanisa la kwanza, kanisa la mitume. Katika mitume wa Bwana Yesu aliyekufa kifo cha kawaida, mitume aliyowaacha Yesu ni Yohana mtakatifu peke yake, alikufa kifo cha kawaida, natural death. Lakini waliobaki mitume waliuawa, waliobaki mitume walisulubishwa, waliobaki mitume walinyongwa, waliobaki mitume waliteswa sana mpaka wakafa, ili kanisa la Bwana liweze kuwepo. Anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu Kristo. Makaisari hawa ambao wanaleta ziki kama nilivyowataja moja baada ya mwingine, walipokuja kutawala waliweka misingi ya mizimu ama misingi ya viti vya enzi vya Kirumi ambavyo walikuwa na viabudu wao, wanaamini ndivyo vinavyowapa nguvu ya kutawala. Watu wa Roman Empire walikuwa na mungu wao wa kwanza, alikuwa anaitwa Jupiter. Jupiter huyu ni mungu wa anga, mtawala wa anga, mungu mme anayetawala mbingu na nchi. Kila mahali walipoweka ufalme walijenga hekalu la mungu Jupiter, na Wakristo wakakataa kumwabudu mungu Jupiter, wakauawa sana, wakafa sana, wakatweza sana. Lakini Mungu anasema uwe mwaminifu atakufa. Walikuwa na mungu wa pili anaitwa Juno ama Hera. Huyu alikuwa ni mungu wa ulinzi na mungu wa wanawake wajawazito, na yeye ndiye aliyekuwa anatunza thamani ya fedha za Rumi. Wakati wa ziki utasimama imara, wakajenga madhabahu nyingine ya mungu Minela ama Athena. Huyu alikuwa ni mungu wa hekima yote na biashara na mipango kwa watu wa Rumi. Kila aliyetaka kufanya biashara alikwenda kwa Athena.
Kila aliyetaka kwenda kufanya kazi na mipango yake ifanikiwe alianzia kwenye hekalu kwenda kuomba. Lakini watu wa Mungu, sisi hekima yetu haitoki kwa Athena, inatoka kwa Bwana aliye hai, akupe hekima na afanikishe mipango yako. Na Mungu wa nne anaitwa Neptuni. Huyo ni Mungu anayetawala maji safi na maji ya bahari. Maana yake kama mtu alitaka maji ya kunywa, anataka kuchimba kisima, anataka maji ya mto, ilibidi amuombe Neptuni. Lakini wana wa Mungu hawa wakasema, tunaye Mungu ambaye anasema yeye ni maji yaliyo hai. Anaitwa Mungu Venus. Mungu Venus huyu ni Mungu wa mapenzi, Mungu wa mahaba. Wala kina dada ambao wanataka waolewe walienda kumwomba Venus. Wale malimbwende, wale watu wa urembo, ili waonekane warembo, wale na upako wa urembo, walikwenda kwa Venus. Huyu aliabudiwa kama Mungu wa mapenzi, Mungu wa mahaba. Wako watu wanataka wapendwe kuliko hata Mungu. Kama mwanadamu anaweza kumwacha Mungu, wewe sembuse mwanadamu. Naitwa Yesu Kristo, akiingia kwako Venus anaondoka. Nasema Venus anaondoka, nasema Venus aondoke. Walikutupia roho ya mapenzi, umekuwa kahaba. Kataa hilo pepo Venus. Ananielewa aseme amina kwa jina la Yesu. Mungu wa sita aliyekuwa anaabudiwa alikuwa anaitwa Mars. Hizi nyota unazosoma zina maana. Warumi ndio walizozipa majina, waliziba majina ya miungu yao. Huyu Mars yeye ni Mungu wa vita. Kila alipokwenda Kaisari kwenye vita alipiga magoti kwa Mars. Nasi tunasema Bwana Yesu ndiye Bwana wa vita, simba wa kabila Yuda, Bwana wa mabwana, yeye ndiye atushindiaye. Hatutapiga magoti kwa Mars. Mungu wa saba waliosimamisha makaisari anaitwa Apollo. Huyu ni Mungu wa muziki. Wale wapenda tarabu, wale wapenda disco, wale wenye vipaji, wale ambao wanapenda muziki walienda kumwabudu Apollo. Apollo huyu ndiye aliyewafanya watu wang'are kinyota za muziki. Walimjengea hekalu Apollo kwa ajili ya mambo ya muziki na starehe. Wakajenga fieta mbalimbali. Ukienda katika nchi ya Uturuki yako mafieta mbalimbali ya starehe. Mungu wa nane ambaye walimwabudu watu wa Rumi ni Mungu mke, Mungu wa uzazi aitwaye Artemi ama Diana. Huyu alikuwa ni Mungu wa uzazi kama watu wa Ugiriki walivyokuwa wanaabudu, naye walimwabudu. Mungu wa tisa waliyelazimisha watu wa Mungu wa muabudu alikuwa anaitwa Volcano. Huyu ni Mungu wa moto, God of fire and volcano. Mungu anayetawala kwa moto, Mungu anayetawala kwa volcano. Lakini Mungu wa kumi ambaye walimwabudu aliitwa Vesta. Huyu ni Mungu wa afya. Mungu wa afya. Ukitaka mambo ya afya watu walienda kumwabudu huyo Mungu. 11 alikuwa ni Mercury. Huyu naye ni Mungu wa biashara na faida. Mungu wa biashara na faida, kwa lugha nyingine aliitwa Eme. Na Mungu wa mwisho 12 alikuwa ni Ceres. Huyu alikuwa ni Mungu wa kilimo, Mungu wa agriculture, Mungu wa kilimo, Mungu wa mifugo, Mungu wa namna hiyo, naye alikuwepo. Lakini ukifuatilia sana bado walikuwa na Mungu Satani, yaani Mungu Satani, Mungu wa vizazi vya watu wa Rumi aliyeabudiwa kila Jumamosi. Mpe Bwana makofi ya shangwe na vigelegele.